Asante sana na karibu kwa wote ambao mko nasikiza matangazo yetu ya Baraka One TV. Kipindi ni Baraka 16 ambao kunasikiza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Matangazo haya pia unayapata vizuri kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda. Na ilikuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo yetu kila wakati. Maeneo ya Lubero ndani ya kitongoji cha Kichombiro, raia walalamikia M23 kwa kunyanyasa, kuiba na kupora, huku wakihitaji serikali kuweza kuwafanyia hima ili waweze kuwaondoa katika hizo madhila za magaidi wa M23. Na pia seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye mjadala uliofanyika, mambo kadhaa yameweza kuzungumziwa kuhusiana na bajeti ya nchi na pia miradi ambayo inatakiwa iweze kutengenezwa, miradi ya barabara huko Lubumbashi, maeneo ya huko Katanga, kuweza kutengeneza airport ya Luano, pesa zimetolewa, na pia miradi ya kuweza kuzalisha umeme na miradi mingine tutazungumzia hapa, hali ambayo kunaendelea kwa upande wa Seneti. Na vile majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wazidi kusonga mbele huko maeneo ya Masisi. Na kwa mara ya kwanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuajiri waganga zaidi ya 7,800 huku wakilipwa pesa zaidi isiyopungua dola 2,400, ikiwa ni mara ya kwanza, na tutaangalia utofauti wa sasa hivi na utofauti wa hapo zamani. Vile nitagusia kuhusiana na hali ambayo iko inaendelea Minembwe. Ili kwa kwanza kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV ni kushare, subscribe pia na kulike Baraka One TV, na vile tembelea Mwangaza TV, utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na washiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Nianze na hili swala la Minembwe. Mambo yamekuwa yakizungumzika hapa, tumecheza message nyingi za watu wanazungumzia kuhusiana na afere ya mangombe, kubebwa kwa mangombe, kuibwa kwa mangombe. Watu wanailaumu serikali, wanalaumu ya Kutumba. Kwa nini serikali yetu iwasemee hawa jamaa kuweza kuchukua ngombe zao? Kwa nini? Mambo mengi. M23 iliiba mangombe muplene ya Ruzizi ikabeba, M23 iliiba vitu Uvira ikabeba, M23 ilifanya hivi ikabeba. Sawa, mimi sio kwamba niko na kubaliana na serikali ama naipinga serikali ama kukubaliana na Wanyarwanda, hapana. Mimi najaribu kusema hapa, najaribu kusema kwamba kuonyesha utofauti kati ya rebele na serikali. Unaona ndugu zangu, kwa wale Waislamu ama na Wakristo wanakuambia kwamba usirudishe mabaya kwa mabaya. Hata kama mtu anaweza kufanyia mabaya, hutaki kumrejeshea mabaya. Wewe cha kufanya ni kumrejeshea wema, ili kupitia wema wako ajifunze kwamba mimi kweli nilikosea, niliyoyafanya kwa huyu mtu, mbona yeye amenirudishia mema? Hilo ndo mtu anajifunzaga. Lakini ukirudisha mabaya kwa mabaya, unafanya yule mbaya naye azidi kuwa mbaya zaidi, hata jifunza kitu. Na ndio hiki ambacho serikali iko inafanya. Kumbuka serikali yetu sisi inapigana ni guerre moderne conventionnelle, tandis que M23 inapigana guerre hybride. Tuko na utofauti mkubwa hapa. Dede, sisi ni serikali, hatuko wanyang'anyi, hatuko wezi. Kwa hiyo ni lazima tufuate kanuni za kulinda raia na mali yake. Lakini adui yeye halindi raia na mali yake, yeye anakuja kuogopesha raia, kupiga raia na kupora mali ya raia. Hiyo ndio prinsipe ya adui. Sasa sisi hatuwezi kuwa kama wale. Ndio maana unaona serikali ilisema na inatoa taarifa kwamba wakati mnaenda kupigana, hakikisheni kwamba mali za wananchi zisiguswe, hakikisheni kwamba kitu cha raia kisikamatwe. Nyinyi pambaneni na yule mwenye kumiliki silaha, hilo tu. Unaona? Tofauti na hapo hivyo
inakuwa ni aferi nyingine. Ndio maana ndugu zangu, niko nawaambia kwamba sisi hatuwasemei, lakini tunaonyesha ukweli, realite kwenye iko na namna yenye vijana wetu wanatakiwa waweze kujikomporte juu ya kutokuharibu CV. Aya, je, ng'ombe zilibebwa ama ng'ombe hazikubebwa? Kuko idadi ya ng'ombe ambayo M23 Twigwane wanaongeza. Hawa jamaa ni wazuri sana ku manipulation. Sawa? Wanaweza kupoteza ng'ombe 3, ng'ombe 4, zikiwa 3 wao wanatia ng'ombe 30. Zikiwa 4 wanatia ng'ombe 40. Zikiwa 5 wanatia ng'ombe 50. Zikiwa 8 wanatia ng'ombe 80. Kwa hiyo tunawaelewa sana kwa kupandisha vitu, tunaelewa sana kwa kudanganya jamii ya kimataifa na kitaifa. Kwa hiyo ni watu wenye wanaeleweka, na ndio maana unaona sasa yenye wako wanalalamika, watu wanaikalia kimya. Najua kenye wako wanalalamika ni uongo. Ukweli wa ng'ombe unajulikana. Hakuna ng'ombe za M23 za Twigwaneo ambazo ziliibwa kule maeneo ya Minembwe kwamba ni ng'ombe makumi mangapi. Hakuna. Ni ile wakati ya mapigano unajua sasa mko mnapigana, vitu vinakimbiaga, mbuzi zinakimbiaga, ng'ombe zinakimbiaga, na sasa zinakimbia zitakutanana na risasi, sasa zitakutanana na wanajeshi na watazikula. Mbona si hapa sasa tuko tunapigana hapa maeneo ya Makobola, tulikula mbuzi, tena mbuzi za Wakongole. Eske ulisikia Kongole alilalamika? Tulikula mbuzi hapa. Tuko tunapigana na tuko tunakula na nyama. Eske utakufa na njaa na unaona mbuzi pembeni yako? Hawezi, lazima utakula. Sasa kama hizo zilikuliwa, zinakuliwa kwa sababu tupo mu operation. Na sawa watu wako mu operation, mambo kama hayo hayakosaki. Kuendelea kuzidisha, kupandisha idadi tofauti na gisi ilikuwa, hiyo ni kawaida ya hawa watu, wamezoea kuwa nafanya hiyo michezo. Na ndio maana mimi nasema kwamba na kuwainterpele ndugu zangu ya kwamba hiki ambacho walikizungumza akitaki kiende gisi sisi tuko tunafikiria. Kwa hiyo tusilaumu serikali, tusidekuraje vijana. Serikali inasema na binashia pale na ngombe hazitarudia. C'est normal no? Lakini isiwe habitude. Unaona? Isiwe habitude. Tulinde raia na mali yake. Tuache raia waishi vizuri, tuache raia wasiogope FRDC. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja, jana na mtu mmoja hivi. Yeye unajua mimi naongeaga na Wanyarwanda. Wanyarwanda hawa, Wanyamurenge wanajifanya ni Wanyarwanda. Naongeaga nao, wanazoea kuniandikia, kunionyesha kwamba mimi niko nasema vibaya, kwamba mimi niko napendelea serikali, mimi niko naongelea kwamba wao ni watu wabaya. Sasa namuuliza yeye akaniambia kwamba akasema, unaona kile kinafanyika kwa Minembwe, FRDC, Warundi, Wazalendo wako wanafanyia hivi raia mambo ya ajabu, sijui na nini. Sasa nikamuuliza, eske M23 aiyaua Kongoleta umoya? Akashindwa kujibu. Eske M23 haikupora, haikuiba, haikubaka, haikuua depuis ingie Goma mpaka sisi waliingia Uvira na kupigwa Uvira na wakatoka? Akujibu. Kijiko najibu iko nakimbia kusema baliiba ngombe Minembwe. Baliiba tena ngombe zingine jana Minembwe. Sasa ngombe iko na fair gani na mtu? Donc unakuta kwamba ni watu wenye ni hypocrite. Sasa uko naongea naye atajibu kuonyesha kwamba M23 Twigwaneo ndio viko netre. Yaani wao ndio wako na haki ya kulinda Minembwe. Twigwaneo ndio wako na haki ya kuproteger watu Minembwe. Usidede. Bana kuonyesha kwamba Minembwe benebiko Minembwe ni Banyarwanda. Tandiske Minembwe haiko ya Banyarwanda. Haiko Mnyarwanda ndio iko Minembwe. Minembwe kuko Bamushi, kuko Babembe, kuko Bavira, makabila zote confondi mu Kongo ziko Minembwe. Kwa hiyo kama mko unasema Minembwe ni yenu, Minembwe haiko yenu. Dairi Minembwe iko Mufizi, iko Muitombwe, iko parti moja iko Fizi, Itombwe, iko Mwenga, Minembwe. Sasa mtaitia Minembwe ni ya kwenu mufaso gani? So na huja kukuta kwamba hawa watu ndugu zangu, basi tusifichane. Kweli mtusi ni mtusi tu. Hata kama utaona umoya anasema ke iko ngambo yako, jua kwamba ndugu yangu usimwaminie 100%. Usimwaminie 100%.
hawa watu hawatopanagi. Ndio nimekuja kuamini. Mwanzo nilikuwa nachukulia kama ni kawaida. Wamoja wanaweza kushange avis, wanabadilika, wanakuwa ngambo ya serikali, lakini baada ya kuona wenye niko naongea nao anakuonesha kwamba wao wako netre, wao wanaunga serikali mkono. Kumbe ukisikia maongezi yao juu ya Minembwe, banakuonesha ke Minembwe FARDC isiingie Minembwe juu pale Minembwe ndo ngome ya mtusi. Sasa kiingia Minembwe watu watangaika kule Minembwe. Saa serikali inaingia. Sasa unataka kujiuliza, hii miaka yote depuis independence nani anakula Minembwe? Si serikali. Ulisikiaga watu wangapi wanakufa Minembwe wakati FARDC iko Minembwe? Ulisikiaga watu wangapi wanangaika Minembwe wakati FARDC iko Minembwe? Eske ulisikiaga Minembwe kuna kusikana chumvi? Ulisikiaga Minembwe kuna kusikana maharage ama kusikana sukari ama kitu gani? Hakuna. Minembwe watu walikuwa wanapanda Minembwe 24 hours. Lakini après tout M23 kuingia Minembwe hii 2 ans passé, kisha habari Minembwe chumvi inakuwa ni shida. Minembwe sukari ndo hole la haipatikanagi tena. Minembwe kupata matibabu hivi farmasi madawa hakuna. Yote ni kwa nini? Kwa sababu inadhibitiwa na gaidi na terrorist. Ushelewa? Kwa hiyo hao watu ndugu zangu tunaishi nao, lakini wapi? Sasa nini kitokea? Baada ya kushindwa kujibu maswali yenye niko namuuliza, nikamwambia na kuelewa na naelewa uko upande gani, lakini kenye utaelewa ni hivi, Minembwe yote iko na kuwa rekipere muda si mrefu. Twigwaneo Redi Tabara hawataonekanaga tena Minembwe jamais M23, na Minembwe FARDC wazalendo wataingia Minembwe na constitution tutabadilisha. Unaona? Na nchi itarudia mu mikono ya Bakongole. Hakuna siku, mimi nasemanga hivi, hakuna siku yenye itatokea kwamba hii Kongo ikuwe dirige na mtu ambaye tuseme ni Mnyarwanda mtusi. Hakuna. Bosnona Kanambe yeye pale aliingia, bali mumaske kwanza, balificha identite yake. Sawa? Balificha identite yake, bakamutengenezea identite ya ambayo sio ya kwake, wakampachika Bukanambe Bukabila. A l'époque là watu walikuwa wako un peu bleu bleu, wako wanaelewa, ndio maana alidirige nchi. Leo hii Moise Nyarugabo, Azarias Ruberwa, Sematama, sijui nani Fredi Kanyiki, huyu Bumbafu Willy Manzi, Erasto Musanga, yani yeyote tu mwe anajua ni mtusi, aseme asimame akuwe president wa Kongo, jamais haitatokea. Kwanza nani mwenye atakuchagua? Nani mwenye atakuchagua? Na kandidatire yenu haitakuwa valide, kwa sababu ni watu ambao amna ethique na amna esprit ya kuvivre ensemble. Kongo tuko na 450 tribi na si wote tunaishi kwa harmoni, kwa amani na raha mustarehe. Rwanda tu makabila mbili, Wahutu na Watusi, mnashindwa kuishi kwa amani. Kabila mbili zinafanya masakre, zinafanya mashenocide Rwanda. Me Kongo depuis tunakuwaka 450 hatujawahi kupigana siko si. Hatujawahi kutafutana siko si. Me tunaishi, kila mtu anaishi kwa amani, kwa upendo na mwenzake. Lakini hii machuki yote ya maukabila manini, wenye wanakuja kuleta hii machuki ya ukabila haiko nyinyi. Leo hii ona ma message zenye biko natoa Goma. Unasikia mtu kabisa Goma wa M23 anajipermettre kusema ke une fois mna changer constitution na sie tuna changer, tunakata nchi. Sasa hiyo nchi utaikata weye na nani? Raia Goma inabambia hivi, msijaribu kusema seme tunakata Goma, tunakata nchi est pays ya Baswelifone. Nini itakuwa kwa tu pays ya Baswelifone? Ishatokea wapi usikie pays ya Baswelifone? Nani alikutuma uende ukate pays ya Baswelifone? Ushelewa? Kwa hiyo ndugu zangu, kuko mapropose zingine zenye ukiwa unasikiliza kutoka kwa ngambo ya M23, uone ile ni kuishiwa, ni kuzidiwa, hawana namna, hawana cha kufanya, waonekane sasa kuseme hene tribalisme ili ionekane ki wao ndo wako vizuri. Sikia fakta nyingine.
Wako wanakuambia oh, Bakasai biko naongoza nchi mbaya, Bakasai biko tribal. Sasa wewe mwenye ukisimama unasema ke Mukasai iko tribal. Kati ya wewe na yule nani tribal? So wewe ndo una mentionner kwamba ule iko tribal. Donc wewe ndo mbaguzi kwake. Na Kongo hataki kuishi hivyo. Kongo ni nchi ya amani kwa watu wote. Depuis miaka iliyopita Kongo makabila yote ilikuwa naishi humu bila kuwa na ubaguzi. Wageni walikuja walijiinstale humu, na usishangae kusikia bakina Martin Fayulu ni ba Senegalais, leo wanajifanya na ni ba Congolais. Bakenge wa Dondo ni ba étranger, Bakatumbi ni ba étranger, mais wote wanajifanya bwana ni ba Congolais. Kwa sababu gani? Kwa sababu zamani watu walikuwa wanakuja hakuna suivi. Ile ndio ilituponza sana. Kongo kulikuwa hakuna suivi. N'importe qui anakuja anajiinstalle après quelques années, akiwa Congolais ama akiolewa na Congolais anakuwa Congolais. Unaona? Na anaanza kujipermettre kuingia mu institution a diriger watu. Sasa unakia kuta sasa ule mwenye kuwa na roho nzuri ya Kongo atumikie basi Kongo, mais anainvestir beaucoup plus nje. Kamata Moise Katumbi, 80% ya mali ya Moise Katumbi iko Zambia na sehemu zingine. Kamata Kanambe, 90% ya mali za Kanambe aziko Mpongo, ziko nje ya Kongo. Menova, hata barabara Kongo hazikujengwa, shule hazikujengwa, hospitali hazikujengwa, hakuna kitu, hakuna umeme, hakuna maji. Kisha unataka watu kama hawa waendelee kutumanipile. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa upande wa Minembwe, ng'ombe kama zilichukuliwa, walisema Waswahili kilichoenda kwa mganga akirudi. Tuone miracle kama kweli ng'ombe walizichukua zitarudi, na kama hakuzichukua basi cha mganga akikwaki kinarudia, kikishaenda kinaenda. Mapigano yanazidi kuripotiwa huku Kivu ya Kaskazini, ambako wazalendo na FRDC wapo katikati ya Ngungu, na huku mambo ikiwa yanaendelea kujaribu kuingia Rubaya. Jeshi la Ufaransa limeanza kukimbia huko maeneo ya Rubaya na wameanza kupotea kabisa, hawaonekani tena, wako wanaanza kujificha ficha. Kitu nyingine ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mbioni kuajiri waganga 7,800, sawa, 7,800 infirmiers ndo watakuwa ndo wataingia mu service, na inasemekana hivi mshahara wao utakuwa ni $2,400, dola 2,400. Ni kutokana na Jean-Claude Chilumbai, ni premier vice president wa Assemblée national. Sasa avant 2019, kabla ya mwaka 2019, nchi ilikuwa ina waganga wa infirmier 1,700. Sikia, 1,700 kabla ya 2019 ilikuwa ni 1,700, lakini kwa sasa hivi walikuwa wanalipwa dola 300, $300. Lakini kwa leo hii nchi inaenda kuhesabia waganga 7,800 na mshahara wao ni dola 2,400. Utawala wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Angalia utofauti wa mshahara wa dola 300 mpaka dola 2,400 ni mara ngapi? Kisha mko mnapigia watu kelele, fujo, fachi anafanya nini? Mwache ujinga. Tuingie mu Sena, bunge la Senate, baraza la Senate limechukua majukumu ya ufuatayo. Hiyo siku ya kwanza ya tarehe 29 ku Palais du Peuple Kinshasa, katika mifumo ya kuzungumzia masuala ya maendeleo ya nchi inaitwa séance plénière ya session ordinaire, ambayo ku ordre du jour kulikuwa kuna projet 5 za sheria ambazo zinaruhusu ratification ya accord na financement ambayo inaenda kama ifuatavyo. Modernisation ya aeroport international ya Luano, kuweza kuibadilisha uwanja wa ndege wa Luano Lubumbashi kufanya kuwa
uwanja wa kimataifa. Mpaka leo kitu tunaongea hapa, Lwano iko inatengenezwa kwa standardi za kimataifa. Kwa mwenye ashafika Lubumbashi, nafikiri anajua uwanja wa ndege wa Lubumbashi gisi ulikuwa na hivi huko tofauti, na watatumia pesa kiwango cha dola milioni 200 kwa ajili ya kuweza kutengeneza huo uwanja, kuweka sawa. Kuko programe ya electrification rurale na périurbaine par mini réseau ambayo itachukua dola 75 pointi 115 euro kwa ajili ya kuweza kuboresha masuala ya umeme vijijini pamoja na miji midogo. So ni miradi ambayo iko nafanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna projet ya construction ya complexe hospitalier de la ville nouvelle de Kinshasa ambayo itachukua euro milioni 133, na hivyo pia kuna financement ya programme ya appui ku développement rural inclusive na resilience ambayo inaitwa PADRID, itachukua dola milioni 70. Pia tano tayari hizo, na kuna mwisho projet ya implantation des incubateurs de PME dans le secteur agricole PIPME ambayo itachukua milioni 16. Hizi projet zote ni projet ambazo Sena na serikali wameweza kuzitengeneza na wamezipatia financement ili ziweze kufanya kazi yake kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Tukiingia huko Lubero maeneo ya Kichumbiro, societe civile inalaani mambo ambayo yako nafanya magaidi wa M23 ikiwemo wizi, ubakaji na uporaji. Wanasema hivi, selon plusieurs témoignages recueillis auprès des habitants, les civils seraient la cible de graves violences, des actes de torture, notamment de passage à tabac à l'aide de barres de fer, aurait fait de nombreuses victimes dont certaines conserveraient des séquelles physiques irréversibles. Des sources locales évoquent également des décès survenus dans un climat de peur généralisée, poussant certaines familles à procéder à des inhumations dans la plus grande destruction. Au-delà des violences, le blocus s'impose sur l'axe routier principal isolé complètement la localité. Cette situation privait la population de l'accès aux biens des premières nécessités et aux services essentiels, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. So, haya ni makosa ambayo yako yanafanywa na magaidi wa M23. Par ailleurs, une femme détenue dans une prison de Kichombiro en territoire de Lubero aurait donné naissance à un bébé au sein d'un établissement pénitentiaire placé sous l'administration des rebelles du M23. Cette information rapportée par des sources locales illustre les conditions particulièrement difficiles auxquelles sont confrontées les personnes détenues dans cette zone sous contrôle rebelle. Face à cette impasse, les habitants lancent un appel présent au gouvernement central et aux autorités provinciales ainsi qu'à la communauté internationale. Ils réclament des mesures urgentes pour rétablir l'autorité de l'État, assurer la protection des civils et mettre fin aux souffrances de la population. Unaona combien de fois mateso yenye raia wako napitia chini ya utawala wa M23. Na hii ndio swala ambalo tuko tunalizungumzia mara kwa mara. Faso yenye M23 iko na maltraite watu mu maeneo yenye wao wanamiliki. Leo hii wamepiga marufuku Goma rassemblement yoyote, watu wasijikusanye, watu wasifurahie pamoja. Juu ya nini? Juu ya gisi juzi tulifunga Uzbekistan, raia wakatoka barabara na kuimba fachi beto, fachi president Felix Chilombo president. Ile ilikwaza M23, walikwazika mpaka wanasema kumbe hatuna power. Leo mere wao anatoa barua kusema kwamba ni marufuku mu province ya Nord Kivu, precisement mu vile ya Goma, watu kujikusanya, na hata makupu du monde watu marufuku kujikusanya. Yote ni kujaribu kuprive batu kuwa huru
kumanifeste gisi wako na manifeste. Hii ni message for inaenda kwa M23, hata mfanye namna gani, hamtazuia watu kuongea. Watu wataongea na ukweli muda si mrefu utakwenda kupatikana. Na watu wa Goma, kuweni makini na kuweni na nguvu kwamba muda si mrefu uhuru wenu unakuja kupatikana. Kagame ashaishiwa, anaanza kulialia tu, ni kutangatanga tu. Kwa hiyo tukutane majira ya saa 9 ambako tutakuwa na mengi kuhusiana na diskuru ya chef de l'etat.